Ni siku nyingine tumekutana hapa mtazamaji kwa ajili ya kuweza kufahamu masuala mbalimbali, na kwa siku hii ya leo tutaweza kujua mwanzo na asili ya mji wa Yerusalemu. Simulizi hii imeandaliwa na Gertrude Shayo na kusimuliwa kwenu nami. Kama huja subscribe ili uwe wa kwanza kuweza kupata taarifa zetu pindi pale zinapojitokeza. Yerusalemu ni moja ya mji wa zamani zaidi duniani, ikiwa na historia ya zaidi ya miaka 1500. Ilianza kama kijiji cha Wajebusi walioishi eneo hilo kabla ya kuundwa kwa Israel ya kifalme. Katika karne ya 10 kabla ya Kristo, Mfalme Daudi aliteka mji huo kutoka kwa Wajebusi akaufanya kuwa mji mkuu wa ufalme wa Israel. Huo ndio wakati Yerusalemu ilianza kupata umaarufu mkubwa zaidi. Mfalme Suleiman na ujenzi wa hekalu. Suleiman mwana wa Daudi alijenga hekalu la kwanza lililojulikana kama Solomon's Temple. Hekalu hili lilikuwa kitovu cha dini ya Kiyahudi na lilipa heshima hadhi ya kiroho. Uvamizi na uhamisho wa Babeli. Mfalme Nebukadneza wa Babeli alivamia Yerusalemu, akaliharibu hekalu la kwanza na kuwapeleka Wayahudi utumwani Babeli. Uajemi. Baada ya Uajemi kuishinda Babeli, Wayahudi walirudi Yerusalemu na kujenga hekalu la pili. Utawala wa Warumi. Kulikuwa na watawala wa Warumi ambao walichukua udhibiti wa Yerusalemu, ambapo mwaka 70 Warumi waliharibu hekalu la pili wakati wa uasi wa Wayahudi. Kuta za hekalu zilizobaki leo zinaitwa Western Wall. Uislamu na Ukristo. Yerusalemu ni muhimu kwa dini tatu. Dini ya kwanza Uyahudi, ya pili Ukristo na ya tatu ni Uislamu. Uyahudi ni mji mtakatifu wa mahala pa mahekalu ya kale. Ukristo ni mahali ambapo Yesu aliishi kufundisha, akasulubiwa na akafa na kufufuka. Kanisa kuu muhimu ni kanisa la kaburi takatifu, Church of the Holy Sepulchre. Uislamu ni mji mtakatifu wa tatu baada ya Maka na Madina. Ndipo ilipo msikiti wa Al-Aqsa na Dome of the Rock, sehemu inayohusishwa na safari ya usiku wa Mtume Muhammad, Isra na Miraj. Kipindi cha Ukristo na Uislamu. Mwaka 637 kabla ya Kristo, Waarabu Waislamu walichukua Yerusalemu kwa amani. Baadaye ukaja utawala wa Turuki na tena Uislamu chini ya dola la Ottoman mwaka 1517 hadi mwaka 1917. Katika kipindi cha kikoloni, yani Britain, mwaka 1917 baada ya vita kuu ya kwanza dunia, Yerusalem iliwekwa chini ya Britain, Mandate of Palestine. Lakini kulikuwa na mgogoro wa kisiasa. Katika mwaka 1948 Israel ilitangaza uhuru, vita ikatokea na Yerusalem ikagawanywa. Kaskazini mashariki mwa Jordan, ambapo ni magharibi Israel. Mwaka 1967 Israel ilitoa Yerusalem mashariki wakati wa vita vya siku 6 na ikatangaza mji mzima kuwa mji mkuu wake, jambo ambalo bado linapingwa na Palestina na mataifa mengi. Yerusalemu ya leo ni mji wenye utajiri mkubwa wa historia, dini na migogoro ya kisiasa. Unahesabika kama mahali patakatifu sana duniani. Mwisho historia hii. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Simulizi hii imeandaliwa kwako na Gertrude Shayo. Asante.